Katibu mkuu wa CCM Daktari Asha Rose Migiro asema chama kitaendelea kuwaamini vijana kwani wao ndio nguzo muhimu ya ujenzi wa taifa. Na katika michezo, kamati ya mashindano ya shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF yatoa adhabu kwa timu zilizofanya vitendo vya upangaji matokeo kwenye mechi zake. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Siku Njema. Jina langu ni Kisa Mwepiana. Tunaanza na taarifa ya habari. Chama cha Mapinduzi kimesisitiza kuwa kitaendelea kuwaamini vijana kwani wao ndio nguzo muhimu katika ujenzi wa taifa lao na kuagiza mabalozi kuwajengea vijana hai uwezo wa kiuchumi kuanzia ngazi ya shina ili waweze kujitegemea. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Vijana tayari kulitumikia taifa la Tanzania. Ni katika mkutano wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Asha Rose Migiro na mamia ya mabalozi wa mashina mkoa wa Dodoma. Katika mkutano huo, Daktari Migiro amewasihi mabalozi hao kuwalea vijana ili waweze kukua katika misingi ya wajibikaji na maendeleo kwani wao ndio wenye taifa hili. Taifa hili ni la vijana. Hapa tunaona vijana mko wengi. Takwimu zetu za sensa zinaonyesha jinsi vijana mlivyo wengi. Kwa hiyo kwa hakika mustakabali wa taifa hili uko kwenu vijana. Na hivyo basi tunapokutana katika mashina yetu, katika matawi, katika kata, tuhakikishe tunaendelea kuwa chemchemi ya mawazo chanya ya vijana ambayo pia yatakuwa ndio mawazo chanya ya taifa letu. Sasa mashina yetu yawe ni sehemu ya kuwalea vijana wetu ili wakue kwa kutambua wajibu wao ndani ya nchi yetu na kutambua wajibu wa kujiletea maendeleo yao wenyewe. Aidha, Daktari Migiro amesema chama hicho kinatambua kazi kubwa inayofanywa na mabalozi wa mashina ya kufanya chama hicho kuwa hai, huku mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma Alhaj Adam Kimbisa akabainisha utayari wa chama hicho kukosolewa lakini sio kuyumbishwa. Mheshimiwa mwenyekiti anatoa umuhimu wa pekee na ametuelekeza katika shughuli zetu tuhakikishe tunakuwa karibu sana na mabalozi wetu na tunakuwa karibu na kazi wanazozifanya. Chama hiki cha Mapinduzi hakipo tayari kuyumbishwa, hakipo tayari kubabaishwa, hakipo tayari kubezwa, lakini kipo tayari kupokea ushauri. Katika hatua nyingine, mabalozi hao wamemshukuru mwenyekiti wa CCM Taifa kwa kuendelea kuwawezesha haswa katika kipindi cha uchaguzi. Tunapenda kutoa shukrani zetu kwa mwenyekiti wetu wa CCM Taifa Samia Suluhu Hassani kwa kutuwezesha kipindi chetu cha uchaguzi 2025 hasa katika kutupatia vyombo vya usafiri ambavyo ni baiskeli. Kutoka hapa ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, jina langu ni Leonard Mwacha, Channel 10. Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar ameliagiza shirika la bima la taifa NIC kuandaa mikakati madhubuti ili kuendana na mwelekeo wa mipango ya muda mrefu ya nchi ambayo inaonyesha fursa kubwa za ukuaji wa uchumi hususan katika sekta ya bima. Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma alipokutana na kufanya mazungumzo na uongozi wa shirika la bima la taifa kwa lengo la kujadiliana masuala mbalimbali kuhusu fursa za kuendelea kukuza uchumi wa nchi. Amesema katika utekelezaji wa dira maendeleo ya taifa 2050 kuna fursa kubwa za kiuchumi ambapo sekta ya bima inatajwa kuwa miongoni mwa sekta zenye mchango mkubwa katika kuchochea maendeleo. Hivyo NIC ni lazima ijipange namna ya kuchangamkia fursa hizo. Amewaagiza kujitangaza na kuongeza kasi ya utoaji wa elimu ya bima kwa wananchi ili waweze kutambua fursa zinazopatikana katika sekta hiyo pamoja na umuhimu wa bima hususan wakati wa majanga. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la bima la taifa NIC Bwana Kaimu Abdi Mkeyenge amesema shirika hilo limekuwa likifanya vizuri katika kutekeleza majukumu yake.
thamani ya bima kinachokusanya na TRA imepanda. Lakini ukiangalia idadi ya Watanzania ambao wanatumia huduma za bima bado iko slow in terms of ile kuongezeka penetration. Kwa hiyo nako tuangalie vile vile. Huduma muhimu kwa Tanzania. Majanga hayachagui wakati wote yanatokea, lakini tunahitaji kupeleka uelewa kwa wananchi, waelewe umuhimu wa bima. Kuna wakati mtu anajiona mimi naendelea kukata bima tu, wala unajua mwaka jana nilipa premium hii, mwaka huu nilipa kiasi hiki, lakini hujui lini itatokea utaihitaji. Na pale ambapo utahitaji ndio unakuja kuona thamani yake. Kwa hiyo uelewa ule uendelee. Tusiridhike haraka sana. The assets zetu tumekuwa namba moja, total assets za kampuni, na tumekuwa pia vile vile tukipata biashara zaidi kwa maana ya hizi risks ambazo ni sensitive kama aviation ziko chini yetu, kwa maana ya aircraft zote ziko insured na NIC, lakini miradi yetu ya kimikakati pia vile vile iko chini ya NIC. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeitaka management ya wizara na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara hiyo kuhakikisha ufadhili wa masomo kutoka nchi za nje unatumika ipasavyo ili kutoa nafasi kwa Watanzania wengi kupata elimu ya juu. Maagizo haya yametolewa hapa jijini Dodoma na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda kwenye kikao kazi cha management ya wizara hiyo na wakuu wa taasisi zilizo chini yake, na kusisitiza ufadhili huo wa masomo ukitumika vizuri utatoa nafasi kwa mikopo inayotolewa na Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu HESB kupewa vijana wengine wa Kitanzania. Sasa kama kuna scholarship imetolewa huko, mtu anasomeshwa 100%, sisi tuache kuitumia afu tunanyang'anyana mkopo huo, wengine wanakosa, tutakuwa tunafanya uzembe. Tuna scholarship katika nchi nyingine, lakini na sisi tumeangalia kwa nini wakati mwingine tunapata changamoto, tunajaribu kuzitatua. Tumefanya vikao kuangalia. Kwa mfano Saudi Arabia tuna scholarship karibu 100 na ngapi? 127. Pamoja na mambo mengine, Waziri Mkenda akachukua nafasi hiyo kueleza umuhimu wa kuimarishwa kwa mifumo ya TEHAMA ili kuwa na taarifa sahihi za mwanafunzi katika kipindi chake chote cha masomo. Huo mfumo wa takwimu tunataka Baraza la Mitihani liweze kuwa na taarifa ya wanafunzi wote hata kama wanafanya international curriculum. Lakini wakimaliza pale tunataka kama mtu anaenda FDC, anaenda VETA, ile namba anaenda nayo tunamuona. Huyu hakwenda form 1, ameenda VETA, ameenda FDC, ameondoka kwenye mtaala wa national ameenda kwenye international school. Awali Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo akachukua nafasi hiyo kueleza kwa nini kikao kazi hicho kimeitishwa na ni maeneo gani yatajadiliwa. Wizara yetu ina majukumu makubwa na sera ya elimu iliyoboreshwa imeshaanza kutekelezwa. Ni vizuri sana kwa pamoja tutafakari namna utekelezaji huo unavyoendelea na tujipange vizuri katika utekelezaji huo. Vile vile kama wizara tuna majukumu ya kuimarisha fursa za elimu nchini. Kwa hiyo itakuwa ni swala muhimu ambalo pia tutaenda kuliongelea. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringa Mungi. Ujumbe wa washiriki wa kozi ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC umeridhishwa na jitihada za serikali katika kuendeleza wananchi wake kupitia miradi ya maendeleo ambayo inachagiza ulinzi na usalama wa nchi. Ikiwa ni ziara ya kuangalia uhalisia na jitihada za serikali katika kuendeleza wananchi wake kupitia miradi ya maendeleo jijini Mwanza inayochagiza ulinzi na usalama wa nchi, ujumbe huo umesema hakuna shaka katika miradi. Kampuni ya ujenzi na ukarabati wa vivuko na meli ya Songoro Marine unapotekelezwa ujenzi wa vivuko vya kuhudumia wananchi ni miongoni mwa maeneo yaliyouridhisha ujumbe huo baada ya kushuhudia miradi hiyo. Mkufunzi mwandamizi elekezi wa Jeshi la Nchi Kavu Brigadier General Method Matunda ni kiongozi wa timu hiyo. Na pale ambapo wakati barabara inakwenda inafika kwenye eneo lenye maji, tunaunganisha kwa vyombo hivi vivuko, tunaita ferries. Lakini zaidi ya yote usafirishaji wa mali na watu unao mchango mkubwa sana katika ulinzi wa taifa letu. Ujumbe huo
umepata fursa ya kushuhudia utendaji kazi wa kampuni ya Songoro Marine, hususan maendeleo ya utekelezaji wa miradi kadhaa ya ujenzi wa vivuko vya serikali vinavyotarajiwa kutoa huduma za uchukuzi katika Ziwa Victoria. Kwanza tunaomba tutoe shukrani kwa kutembelewa na chuo hiki cha NDC. Tunafurahi sana, tunafeel faraja kwa kutembelewa. Tunafeel kwamba ni watu ambao tuna thamani na tuna mchango mzuri kwenye maendeleo ya nchi hii. Kwa hiyo tunashukuru sana. Namshukuru Mheshimiwa Rais. Economic profile ya mkoa wa Mwanza, lakini pia kuzungumzia kuhusu swala la security na security challenges ambazo ziko katika mkoa wa Mwanza, ambao ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wao katika masomo yao ni watu ambao wanashiriki kikamilifu katika ulinzi na usalama wa nchi yetu. Nia ya ziara hiyo iliyoanzia mkoa wa Geita na sasa ni zamu ya mkoa wa Mwanza ni kushuhudia utimilifu wa nia ya serikali katika kutumikia wananchi, pamoja na lengo la kuhakikisha usalama wa taifa kupitia ujenzi wa vivuko unaoendelea katika kampuni ya Songoro Marine. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kuanza mara moja uchunguzi wa kina kuhusu utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, hususan katika sekta za elimu na afya, ili kubaini sababu za miradi hiyo kutokamilika kwa wakati, ambapo imeelezwa kuwa ucheleweshwaji wa malipo kwa wakandarasi na wazabuni wa vifaa vya ujenzi umekuwa chanzo kikuu cha changamoto hizo. Ametoa agizo hilo mara tu baada ya kukagua ujenzi wa bweni la wanafunzi katika shule ya sekondari Lugalo iliyopo katika manispaa ya Iringa. Harry James anafika katika eneo la ujenzi wa mradi huo na kukuta hali si hali, mambo ni shagara bagara, tofauti na ilivyopaswa kuwa, hatua ambayo inamghadhabisha na kutoa maagizo makali. Na hayo maeneo yote ambayo miradi yake imekamilika na watu wanadai, kamanda wa TAKUKURU, naomba upewe hiyo orodha. Pita shule kwa shule, zahanati kwa zahanati, mradi kwa mradi, tujue ni nini kilipelekea fedha zimeletwa lakini watu hawakulipa. Kama hiyo haitoshi, kiongozi huyo akataka kujua mengi zaidi. Nipate orodha ya miradi yote ambayo tunadaiwa. Hilo la kwanza. Pili, mniambie fedha zilizoletwa kwa ajili ya hiyo miradi zilitumika kufanya nini kama watu bado wanadai. Afisa manunuzi wa manispaa ya Iringa Jema Mwongo amesema tayari ofisi yake inashughulikia tatizo la wazabuni wengi kutolipwa kwa wakati na kila kitu kitakuwa sawasawa. Kesa adiwea nilienda na afisa elimu sekondari hadi ofisini kwake, akatuambia kwamba ataweza kusupply na akasema ameagiza marumaru. Baada ya kumfuatilia, majibu alionipa anasema anatudai kwenye mradi wa Kitui Wadi shilingi milioni 22 hawezi kusupply hadi tumlipe. Na kweli mkuu, toka mimi nimefika kila mradi napiga kelele sana na walimu wangu. Yaani ule uzalendo wa kulipa hela, mtu kaleta kitu hawana. Mwalimu mpaka niko likizo tafikiri niko kazini. Masupplier kwa mkurugenzi umetupa moyo kwamba tulete vifaa tunalipa. Mwalimu anapita. Yes, hata huyu hapa. Serikali ilikushatoa shilingi milioni 159 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo wa bweni katika shule ya sekondari Lugalo iliyoko manispaa ya Iringa, na ulipaswa kukamilika tarehe 20 Januari 2026. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Shule kongwe ya sekondari Handeni iliyopo katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga yenye zaidi ya wanafunzi 1500 wa kidato cha kwanza hadi cha 6 inakabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa bwalo la chakula pamoja na uchakavu wa vyumba vya madarasa na maabara za sayansi, hali ambayo inachangia kushuka kwa kiwango cha taaluma kwa wanafunzi wa shule hiyo. Hayo yamesemwa na mkuu wa shule ya sekondari Handeni Mwalimu Lusubilo Sichone wakati akipokea viti pamoja na meza vilivyotolewa na halmashauri ya mji wa Handeni, ikiwa ni sehemu ya kupunguza changamoto zinazoikabili shule hiyo yenye idadi kubwa ya wanafunzi. Shule hii hatuna bwalo la kulia chakula. Kumbuka tuna kidato cha 5 na cha 6, na pia maabara tunazo zimechakaa, zinahitaji ukarabati mkubwa ili mazingira yaendelee kuwa bora zaidi na kutoa motisha kwa watoto kupenda masomo ya sayansi. Iwapo tutapata bwalo na hizi maabara zikaboreshwa na kwa jumla shule ikakarabatiwa,
basi morali hata kwa walimu itakuwa ni kubwa, kwa sababu mazingira ya kufanya kazi yatakuwa ni mazuri zaidi. Kwa upande wake, makamu mkuu wa shule ya sekondari Handeni Mwalimu Nyabule Ligamba anaelezea mwitikio wa wanafunzi waliotakiwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka huu kwenye shule hiyo, huku baadhi ya wazazi wakipongeza juhudi za walimu wa shule hiyo kwenye kuongeza ufaulu wa wanafunzi licha ya uwepo wa changamoto kubwa zinazoikabili shule hiyo. Mapokezi ya kidato cha kwanza hapa shuleni kwetu yanaendelea vizuri. Tulipangiwa watoto 353 na mpaka sasa hivi tumeshapokea watoto 272. Kwa hiyo mapokezi ni mazuri na mwitikio kwa wazazi ni mzuri. Na wazazi wamejitahidi. Wametimiza vitu vyote vya msingi, watoto wamekuja na proper uniform. Walimu kwa ujumla wanajitahidi sana ili kuhakikisha mwanafunzi anapata elimu. Sasa hapo inategemea na mwanafunzi mwenyewe pamoja na mzazi. Kama mzazi atazembea na mtoto akizembea, wanaweza kuonekana walimu hawafanyi chochote, kumbe sio wao. Kwa hiyo hapo inatakiwa nini? Inatakiwa ushirikiano kati ya mwalimu na mzazi kumdhibiti mtoto ili apate elimu iliyokuwa bora. Nishukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia wasaidizi wake, mkurugenzi wa halmashauri ya mji, ambapo leo hii tumepokea viti 82 na meza kutoka katika mapato ya mfuko wa ndani wa halmashauri. Hizi milioni 7 tumetengeza viti na meza, na pia tumepokea milioni 2,250,000 kutoka ofisi ya mbunge kupitia mfuko wa jimbo. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Kamati ya mashindano ya ZFF ambayo imepewa jukumu la kusimamia kombe la shirikisho imezifungia timu kutoshiriki mashindano ya kombe la shirikisho kwa muda wa misimu mitatu baada ya kubainika kufanya vitendo vya upangaji wa matokeo. Katika vitendo hivyo, baadhi ya wachezaji walijifunga makusudi ili baadhi ya timu zipate ushindi. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu wa kamati ya mashindano ya ZFF Ali Bakari kwanza anaelezea baadhi ya vitendo vya utovu wa nidhamu vilivyofanywa na wachezaji na baadhi ya viongozi wa timu hizo nne. Baadhi ya vitendo ambavyo vimebainishwa katika ripoti ambazo zimetumwa ofisini na maelezo ya ziada na baadhi kuwepo viwanjani ni pamoja na baadhi ya wachezaji wa timu kuamua kujifunga wenyewe kwa madai ya kuwepo mchezo wa ubashiri mitandaoni, kususia mchezo na kuonyesha dharau za wazi kwa waamuzi, wasimamizi, mashabiki na wadau wengine wote wa mpira wa miguu, wakiwemo waandishi wa habari waliokuwa wakifika uwanjani kushuhudia michezo hiyo. Kitendo hichi kimeonyesha uwepo mkubwa wa utovu wa nidhamu na kashfa na kusababisha taharuki kwa ZFF na wadau wake wote wa michezo, hasa wale wa mpira wa miguu, ambapo kamati ya mashindano haikubaliani navyo na inalani kwa nguvu zake zote, na ndio maana tumekuja na tamko ambalo tutalitaja ndani yenu au muda mfupi ili muone ni jinsi gani kamati ya mashindano tumekwazika na swala hili. Kufuatia hali hiyo, kamati ya mashindano ya ZFF ikatoa taarifa rasmi ya kuzifungia timu hizo. Kamati ya mashindano inazifungia timu 4: Taifa ya Jang'ombe, Mwakaje Star, Jobless na Good Hope kutoshiriki ZFF FA Cup kwa misimu mitatu ya ligi hapa Zanzibar, 26-27, 27-28 na 28-29. Tukio hayo yanatajwa kutokea wakati wa michezo ya hatua ya 32 bora. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Juma Kasim kwa taarifa hiyo ambayo inatukamilishia taarifa yetu ya habari. Mtazamaji, hivi punde tutarudi kwa ajili ya kuangalia kile kilichojili katika upande wa magazeti.